Mambo ni vipi, mambo ni aje, mfuatiliaji na mtazamaji wa Masai TV. Natumaini hujambo na uko poa kabisa na unaendelea vizuri na mishe zako za hapa na pale. Mimi si jambo na nikukaribishe tena kwa wakati huu mwingine ambapo tunakutana hapa katika channel yetu pendwa ya Masai TV kwa ajili tu ya kuhabarishana na kujuzana yale yote ambayo yana trendi hapa Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini leo hii nitakuletea hiki ambacho kimekuwa kama gumzo katika mitandao ya kijamii, ambapo watu wengi wamekuwa wakimfananisha Zuchu kuonekana kupita kwenye kivuli cha Beyonce. Yaani kuna hati kuna chembe za Zuchu kufanana na Beyonce kwa namna moja ama nyingine. Baada muziki wa Bongo Flava unaendelea kufanya vizuri Afrika Mashariki kutokana na ukweli kwamba mataifa mengi ya ukanda huu inazungumza lugha ya Kiswahili ambayo inatumika zaidi katika muziki huo. Hata hivyo, wasanii wamekuwa wakijitahidi kuhakikisha muziki wao unafika mbali zaidi nje ya Afrika Mashariki kwa kujumuisha maneno kutoka lugha za kigeni ili kuwavutia wasikilizaji wasiofahamu Kiswahili. Mbinu hiyo sio ya wasanii wa Bongo Flava pekee, bali pia imekuwa ikitumika hata kwa wanamuziki wa kimataifa kutoka maeneo mbalimbali duniani, na imekuwa na matokeo mazuri kwa baadhi yao. Kwa sasa sio ajabu kusikia wasanii wa Nigeria kama Yemi Alade, Rema na Ayra Starr wakizipa nyimbo zao majina ya Kiswahili au kutumia maneno ya Kiswahili katika nyimbo hizo, lengo likiwa ni kupata wasikilizaji kutoka hapa nchini Tanzania. Lakini pia mfano mwingine mzuri katika hilo ni Zuchu, namzungumzia star wa lebo hile ya pale Usafini, ambaye anaendelea kuonyesha ubunifu mkubwa tangu alipotoka kimuziki miaka 5 iliyopita, na sasa hivi ni msanii ambaye anafanya vizuri kitaifa na kimataifa kiujumla, hatua iliyomfanya kuitwa Beyonce wa Afrika. Ikumbuka kuwa Zuchu alipata umaarufu kimuziki kwa mara ya kwanza baada tu ya kuachia EP yake ya kwanza ambayo ilikuwa inaitwa I Am Zuchu mwaka 2020, ambayo ilikaa kwenye chati ya Boomplay Music kwa zaidi ya wiki 75. Pindi tu alipotoa wimbo huo wa Cheche 2020 akiwa amemshirikisha bosi wake, na mzungumzia Simba Dangote, Diamond Platinum, ndipo ubunifu wake ulionekana kuwa mkubwa zaidi kutokana na kwamba wimbo huo ulikuwa umechanganya lugha ya Kiswahili na ya Kihispania, jambo lililoupa mvuto wa kipekee hadi kuvuka mipaka ya Afrika Mashariki. Maneno kama te amo, letekero inayosikika mwanzoni mwa wimbo huo ilivutia wasikilizaji wengi duniani, huku video yake hadi sasa ikiwa imetazamwa na zaidi ya views milioni 41 katika ukurasa wa YouTube. Tunaona kwa namna gani ambavyo nyimbo hii imeweza kukimbiza. Kituo kikubwa cha television cha La Sexta nchini Hispania kupitia kipindi cha Zapeando kilijadili zaidi wimbo huu na kutoa pongezi nyingi kutokana na video hile ya Zuchu mpaka kuwa mshindi wa Frima mara ya pili. Na watangazaji wa kipindi hicho walionyesha kufurahishwa na uchezaji wa Zuchu na hata kufikia hatua ya kumuita Beyonce wa Afrika, sifa ambazo anazidi kudhibitisha anastahili kwa jinsi ya ukuaji wake wa muziki kama star wa kike hapa Afrika Mashariki. Mfano, kwa sasa Zuchu ndiye msanii namba 2 wa kike Afrika kwa kuwa na wafuatiliaji, yani subscribers wengi katika upande wa YouTube, akiwa na jumla ya milioni 4.3, akiwa ametanguliwa na mshindi wa Grammy kutoka Afrika Kusini, namzungumzia Tyler, mwenye jumla ya views mwenye jumla ya subscribers milioni 5.1. Hivyo wimbo ule wa Cheche haukuwa tu kujifurahisha, bali ni mfano wa ubunifu wa kimataifa unaonesha jinsi muziki wa Bongo Flava unavyoweza kusimama bega kwa bega na kupenya maeneo mbalimbali hapa duniani. Mbinu waliotumia Zuchu hadi muziki kufika huko Hispania ndio aliotumia mwanamuziki wa Marekani Beyonce katika wimbo wake wa Spirit, ambao ni sehemu ya filamu ya albamu ya The Lion King The Gift ya 2019. Wimbo huu ulianza kwa maneno ya Kiswahili, uishi kwa muda mrefu mfalme, jambo lililoonyesha dhamira ya kuunganisha muziki wa Marekani na tamaduni za Kiafrika, lakini kubwa zaidi kushika zaidi soko la Afrika Mashariki. Lakini Beyonce alitumia lugha mbalimbali za Kiafrika ikiwemo lugha ya Kiswahili, Pidgin, English, Zulu, Xhosa na Yoruba, huku akiwashirikisha wasanii kadhaa
hapa barani Afrika kama Wizkid, Burna Boy, Yemi Alade, lakini pia Tiwa Savage, Tekno na Shatta Wale. Licha ya kukosolewa kwa kutoshirikisha wasanii wa Afrika Mashariki na kuonekana kuwapendelea wale wa Nigeria, hatua hiyo ya Beyonce ililenga zaidi kuwa katika upande wa kibiashara, ikizingatiwa kwamba Nigeria ina soko kubwa la watu zaidi ya milioni 230. Beyonce, mwanachama wa zamani wa kundi la Destiny's Child, hakufanya hivyo kwa sababu ni msanii mdogo. Yeye tayari ni mkubwa tangu mwishoni mwa miaka 1990, lengo lake likiwa ni kutatanua wigo wa kibiashara katika sanaa ya muziki, na kweli mradi huo ilikuja kuwa na matokeo mazuri. Mathalani, filamu yake ndani ya wiki 3 tu ilipata mauzo ya zaidi ya $1 bilioni na kuwa filamu ya 4 chini ya Disney kufika kiwango hicho kwa mwaka huo. Ikumbukwe, baada ya Beyonce kufanya vizuri na Destiny's Child, aliachia albamu yake ya kwanza kama Solo Dangerous in Love 2003 iliyompa mafanikio makubwa kimuziki, na hadi sasa ametoa jumla ya albamu 8. Star huyo wa Houston tayari ameshinda tuzo 35 za Grammy na kufanya kuwa kinara duniani baada ya hapo Februari 2023 kuivunja rekodi ya George Solti mwenye tuzo 31, kwa nafasi ya 3 ikienda kwa Quincy Jones aliyeshinda jumla ya tuzo 28. Je, kwa mtazamo wako wewe mtazamaji ambaye unanitazama kwa sasa hivi, unafuatilia kwa sasa hivi, Zuchu anaweza kuendeleza ubabe wa TMA Tanzania Music Award 2024? Lakini pia unaonaje, anapita katika nyayo za Beyonce? Hii ni Masai TV mtazamaji, lakini pia unakumbushwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili kuwa mwanafamilia zaidi, au sio? Langu jina ni Diana Masai.